Ni Jumatatu ya tarehe 29 mtazamaji, siku mbili tu kabla ya kuuaga mwaka 2025. Popote ulipo na kusabahi, nikitumai kwamba Jumatatu yako imekuendea vema. Fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe tena baada ya mapumziko mafupi ya Krismasi. Hapa studioni hali ishwari kabisa, na kama kawaida tumekuandalia taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Taharuki yazidi kugubika ardhi ya Kibiko Kajiado, huku pande mbili zikikosa kuafikiana kuhusu ugavi wa ardhi hiyo. Wavuvi 5 wafariki baada ya mashua yao kuzama kwenye ziwa Victoria, kaunti ya Siaya. Aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo atazikwa kesho Lumakanda, Kakamega, viongozi wakisisitiza atazikwa na tochi. Na patashika ya zuka Watamu, wakazi na wanaharakati wakipinga ujenzi wa nyumba. Sasa imegonga saa 1 juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Hali ya majonzi imetanda katika eneo la Usigu katika kaunti ya Siaya baada ya wavuvi 5 kuzama na kufariki kwenye ziwa Victoria. 5 hao walizama baada ya mashua yao kuzamishwa na upepo mkali jana Jumapili usiku. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa usimamizi wa ufuo wa Usenge, John Ochieng, wavuvi 7 waliondoka kuelekea ziwani, lakini mashua yao ilipinduka na upepo mkali na kuzama. Katika mkasa huo, wavuvi 5 wameaga dunia, huku mmoja akifanikiwa kunusurika baada ya kushikilia mashua iliyokuwa imepinduka hadi pale wavuvi waliotoka ufuoni walipofika na kumwokoa. Imethibitishwa kuwa miili ya watu 2 tayari imeopolewa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Got Agulu, huku jitihada zikiendelea kuwapata waathirika 3 waliosalia. Mamlaka eneo hilo ikionya wavuvi kuwa waangalifu zaidi kutokana na mabadiliko yasiyotabirika ya hali ya hewa yanayoongeza hatari kwenye uvuvi katika ziwa Victoria. Haya kijiri, aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo atazikwa kesho nyumbani kwake Lukamanda, eneo la Lugari, kaunti ya Kakamega, siku 16 baada ya kifo chake katika ajali ya barabarani eneo la Karai, Naivasha. Na hali tatanishi ya kifo chake imezidi kuzua mjadala hata katika ibada ya wafu iliyofanyika eneo la Maili 7, kaunti ya Trans Nzoia hii leo, huku serikali ikiahidi kufanya uchunguzi wa kina kufuatia ajali hii. Bado kuna wale wanaosisitiza kuwekwa kwa kurunzi, yaani tochi, ndani ya jeneza la Jirongo kuambatana na mila za jamii yake. Mwandishi wetu wa habari Sheila Chelangat na kina cha taarifa hii. Ibada ya wafu ya marehemu Cyrus Jirongo ilifanyika hii leo nyumbani kwake Goseta, eneo la Maili 7, kaunti ya Trans Nzoia. Cyrus was the cohesive factor in this home. He was the unifying force, and he wanted his family to remain family together. Nayo maswali zaidi yanazidi kujitokeza kuhusu kifo chake kilichotokea eneo la Karai, Naivasha. Wanasema pia gari hilo lilipoonekana kwenye vyombo vya CCTV kule Naivasha, lilikuwa na watu 2 wameketi mbele. Nyuso hazionekani, lakini linaonyesha kuna watu 2 wameketi, so hakuwa peke yake. So mbona kwa ajali ambayo inasemekana ikaja alikuwa peke yake? Haya yakijiri wakati ambapo kuna wale ambao wanasisitiza kwamba Jirongo lazima azikwe na mwenge unaowaka na manyoya 4 ya nungu ndani ya jeneza. Kulingana nao, mwenge huo utaashiria kuandamwa kwa wale ambao walipanga njama ya kumuua Jirongo, na kuzimika kwake kutaashiria kwamba wapangaji njama wataangamia pia.
Ukiona watu wanaenda mpaka wanasema watatoa tochi. Ati sasa wanafikiri polisi wameshindwa na kazi. Sasa tutumie tochi. Hii tochi itaweza kama polisi hawawezi? Hata hivyo, naibu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli ameahidi kuwa serikali itahakikisha kuwa uchunguzi kamili utafanyika kuhakikisha kuwa yaliyotukia yatafichuliwa kikamilifu. And the forensic investigation is already on. We leave no stone unturned till we get the facts. And we should not speculate about anything, because technology will not lie. Mwili wa marehemu Jirongo ulianza safari yake ya mwisho kutoka maili 7 Kitale hii leo baada ya ibada hii kuelekea hadi Lumakanda, Lugari, kaunti ya Kakamega ambako atapumzishwa. Ibada ya mwisho itafanyika hapo kesho ikifuatiwa na mazishi katika boma lake. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila Chelangat kwa taarifa hiyo. Na waziri wa afya Aden Duale amepuuzilia mbali hofu ya kuzuka kwa mzozo wa kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza kuhusu masuala ya utawala wa kitaifa, Duale amesisitiza kuwa katiba ya Kenya ina mifumo wazi ya kushughulikia masuala ya kitaifa, huku mahakama zikitoa mwelekeo pale panapotokea utata kuhusu uratibu wa mipaka na masuala mengine kama fedha za maendeleo pamoja na utekelezaji wa sheria ya thuluthi mbili ya jinsia. Duale aidha amesema bunge na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC tayari zinashughulikia masuala hayo kupitia taratibu halali za kisheria. Waziri Duale ameonya kuwa wito wa kura ya maamuzi kwa wakati huu unaweza kuzua taharuki isiyo ya lazima, aidha akisisitiza kuwa mfumo wa kisheria wa Kenya pamoja na taasisi zake ni thabiti na zina uwezo wa kusimamia masuala yote ya kitaifa kwa mujibu wa sheria. Na Wizara ya Afya imetangaza msako wa kitaifa dhidi ya taasisi za umma ambazo hazijatekeleza sheria ya kuanzisha vituo vya kulelea watoto wa wafanyakazi kike, wizara ikisema ukosefu wa huduma hizo umeathiri uzalishaji na ustawi katika maeneo ya kazi na taasisi za elimu. Utekelezaji wa sheria utaanza mwezi Januari mwaka 2026. Kuanzia Januari, serikali itaanza msako dhidi ya taasisi zisizo na sehemu za kuwasitiri watoto. Akizungumza kuhusu swala hili, katibu wa afya ya umma Mary Muthoni amesema ukosefu wa vituo vya kuwasitiri watoto ni changamoto kubwa kwa walimu, watumishi wa umma na wanafunzi wanaokuwa wazazi wapya. 60% of our infants under 6 months, are exclusively breastfed. So you can see we are still having a 40% somewhere which is not catered for. Amesema hali hiyo husababisha usumbufu kazini na shuleni na kupunguza utendakazi. There are mothers who are expected to be productive in their workplaces, but they are getting mastitis or any other infection because of not breastfeeding at the right time. Wizara imeonya kuwa taasisi nyingi zimepuuza sheria hiyo, lakini sasa itatekelezwa kikamilifu. Wakati huo huo, wizara imetoa onyo kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya mihadarati shuleni. It has come to our attention that the war on drugs and substance use is actually now graduating into institutions. Wizara ya Afya kushirikiana na Wizara ya Elimu itaanza hatua za pamoja wiki ijayo. Young ones we are interacting with, they are also telling us of the habits that are in schools right now. And the initiation to drugs is actually being done by older people, either employees of the schools or people who hang around
the corridors of those institutions. Walimu wameagizwa kuimarisha ukaguzi wa mikoba ya wanafunzi, madarasa na mabweni, huku wakionya kuwa dawa hizo za kulevya sasa hufichwa kwenye bidhaa zinazofanana na vitu halali. Mtazamaji, Anthony Mushiri ambaye ni mshukiwa mkuu katika mauaji ya mfanyabiashara Susan Wanjiru Karuku yaliyofanyika saa 9 usiku wa tarehe 26 mwezi huu wa Desemba katika mtaa wa Kabati mjini Naivasha amefikishwa katika mahakama ya Naivasha, huku polisi wakiomba muda zaidi kukamilisha uchunguzi. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru na uketo wa taarifa hii. Anthony Mushiri mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Naivasha Abdikadir Lorot. Anthony Mushiri alikabiliwa na shtaka la mauaji aliyekuwa mpenzi wake kwenye nyumba aliyekuwa kakodeshwa na mwenda zake. A person by the name Anthony Mushiri reported that they have a domestic quarrel with a lady named Susan Wanjiru Karuku. After the fight, he came to the station and reported that the lady has died. Duncan Owang, ambaye ni afisa mpelelezi katika kesi hii, akiomba mahakama muda wa siku 14 kukamilisha uchunguzi wake, ikiwemo tathmini ya ubongo wa mshukiwa pamoja na mashahidi zaidi. Today I would like the court to grant me 14 days in order to continue with my investigations. What investigation is remaining? We are going for mental assessment. And some witnesses have not recorded their statements. Hakimu Lorot akieleza kuwa uzito wa kesi hiyo uko kwenye himaya ya jaji wa mahakama hiyo, ambapo watarejea kazini kutoka likizoni baada ya tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2026. The reality is this: your plea will not be taken unless it is before a judge. Judges will resume most likely from 14th. Huh? Yeah, so yours has just been taken over. I would not have given them those days, but I know that the judge who will take plea will not be here until 21st, around 21st January, and only the judge can place, if at all they intend to charge you with murder, then the judge will only be here around that time. Aidha, Hakimu Lorot ametoa amri ya Anthony kusalia rumande kwenye kituo cha polisi cha Naivasha hadi tarehe 14 mwezi Januari, ambapo kesi hii itarejelewa. So let's mention on 14th January. Where do you want the suspect held? First police station. Willy Dennis Njiru, TV47. Na mvutano mkali ulizuka mjini Watamu hii leo baada ya wakazi pamoja na wanaharakati wa mazingira na watetezi wa haki za kibinadamu kukabiliana na maafisa wa polisi wakipinga ujenzi wa mradi wa nyumba unaodaiwa kukaidi amri ya mahakama kuu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Carol Wangare, ni kuwa maandamano hayo yameibua mvutano mkali kati ya maslahi ya jamii, sheria na ulinzi wa mazingira. Hali ya taharuki ilitanda mjini Watamu hii leo, wakazi, wanaharakati wa mazingira na watetezi wa haki za kibinadamu wakijitokeza kupinga mradi wa ujenzi wa nyumba unaodaiwa kuwa kinyume cha amri za mahakama kuu. Na hapa wanaharakati, wakazi na viongozi wa jamii walikusanyika kwenye eneo la mradi na kisha kuzipachika nakala za amri za mahakama, wakisisitiza kuwa serikali haiwezi kulazimisha miradi isiyokubaliwa na wananchi. We are extremely disturbed that there is a court order that was issued by Malindi Courts on 24th of December asking that the status quo be maintained. But what we are seeing is that the cutting of trees is going on, the clearing of the land is going on, and the police are protecting them. Kitu ambacho tunasema leo, the contractor or the developer and those behind this project here are in contempt of a court order. Hawaheshimu sheria. The first thing nakutana nayo hapa the main roundabout ni fence, naambiwa ati kuna project inajengwa sijui affordable housing nini. It has been quite disappointing.
Mvutano huu ulizidi makali pale wanaharakati walipojaribu kuingia ndani ya eneo la ujenzi wakitaka shughuli zote zisitishwe mara moja, huku akituhumu polisi kwa kile wanachodai kumlinda mwanakandarasi badala ya kutekeleza sheria. So the police are protecting the violation of a court order. How can they do that? Police are not respecting the law. Police are not respecting the court order. And this is unacceptable. Alikuwa anafaa ingie kule ndani awaambie kuna court document hapa from the High Court of Malindi, huu mradi unafaa usitishwe. Lakini the OCS is doing the contrary. The OCS anataka kusimamisha wale ambao wanaambia wale wanyanyapaa obey the court order. Acheni kutumika vibaya. Your work is to protect the community, and what you're doing here is going against the community. Stand together with the community. Help the community protect their park. Vilevile wakazi hao walipaza sauti zao dhidi ya uharibifu wa mazingira, huku wakisema zaidi ya miti iliyohifadhiwa kwa miaka 35 imekatwa ikiacha alama ya uharibifu wa mazingira ya Watamu. Kuna sehemu nyingi ambazo tungewaonyesha na mradi ukafanya nini? Ukaendelea. Kwa hivyo let me make myself very clear again. We are not here to oppose it, but we are only concerned because as citizens we have our rights, and one of the rights is the right to be heard whenever there's anything that doesn't seem to be going well, right? Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo yake Carol Wangari, sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Zidi pia kusema nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook ambako tuko live, na vile vile kwenye mtandao wa YouTube tuko live. Hapa Facebook namuona Dickson Chelimo anasema watching from Eldoret. Levi mmoja anasema nawakilisha Busia Obekai Teso. Tunaelekea mapumzikoni, lakini usiende mbali. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, once here, guys. Betty, I didn't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories.
This is Kenya's #1 talk show, Dr. Farika tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Farika is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Ani wewe furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Nasema nilata ungevi the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Next time you need fresh lemon juice, microwave a lemon for 7 to 10 seconds. Then, roll the lemon back and forth under your palm on the counter. When you squeeze, you'll get more juice from the lemon with way less effort. Start your day. Unazidi kufuatilia taarifa hizi za TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Mvutano wa umiliki wa ardhi ya jamii ya Kibiko katika kaunti ya Kajiado umeendelea kushika kasi baada ya viongozi wa kaunti wakiongozwa na gavana Joseph Ole Lenku kuzuiliwa kuingia katika eneo hilo kwa kile kilichotajwa kuwa ni sababu za kiusalama. Juliet Kimwe anaarifu zaidi. Hali ya taharuki imetanda tangu kuanza kwa shughuli ya ugavi wa ardhi ya Kibiko katika kaunti ya Kajiado, huku makundi mawili hasimu ya wanachama yakikabiliana vikali, hali iliyosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. Wanachama wa ardhi hiyo wamegawanyika katika makundi mawili hasimu, moja likiongozwa na Moses Ole Monik linalounga mkono ugavi, huku jingine la Moses Ole Parantai likipinga shughuli hiyo, wakidai ni njama ya kugawanya wenyeji wa ardhi hiyo. Kuna mtu anahamishwa. Hiyo ni propaganda ya kutafuta namna, na wacha niweke leo hivi wazi. Ile watu ambayo wanalalamika ama wale watu ambayo wanakataa magawanyiko ya shamba ni watu waliouza shamba kuwahusia other Kenyans ambaye wamenunua upepo. Sasa saa hii wanashindwa ni yeye atachukua ama ni other Kenyans ambaye amewauzia. Kutokana na mvutano huo, viongozi wa kaunti ya Kajiado wakiongozwa na gavana Joseph Ole Lenku na mwakilishi wa kike Lea Sankairi walizuiliwa na maafisa wa polisi wa kikosi cha GSU kuingia katika ardhi hiyo, hatua iliyotajwa kuwa ya kiusalama. Kutunyima kwenda kuzungumza na watu wetu wakati wanalia is in bad faith. Kwa sababu sasa umeanza kudeclare Kibiko as a security disturbed area, na ili hali tunajua kuna watu wanasaidiwa kukata hiyo shamba. Tunataka kuomba maofisa wenzetu ndani ya serikali ambayo wamesababisha hii, mruhusu watu wa Kibiko, Kekonyokie Trust officials. Taharuki na vurugu zimekuwa zikishuhudiwa tangu tarehe 22 mwezi huu baada ya Masorovea kuanza shughuli ya ugavi wa ardhi hiyo iliyo pembeni mwa mji wa Ngong na kusababisha kifo cha afisa mmoja wa polisi na watu kadhaa kujeruhiwa. We are saddened that a police officer lost life 2 days back, and we are equally saddened that many of our young youth were injured by the police. Nikiripotia TV47, mimi ni Juliet Kimwe.
Na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amepuuzilia mbali kauli za one term, yaani muhula mmoja, akisema ni siasa za chuki zisizo na msingi wa maendeleo. Akizungumza Runyenjes, kaunti ya Embu, Ruku amesema kauli hizo zinalenga kuchafua jina la serikali ya Rais William Ruto na viongozi wanaoiunga mkono. Aidha, Ruku amedai kuwa miradi inayoonekana ya maendeleo kote nchini inaonyesha hali tofauti kabisa, kinyume na wapinzani. Aidha, waziri Ruku amemshtumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuchochea mgawanyiko katika eneo la Mlima Kenya. Wakati huo huo, Ruku amewataka viongozi wa Mlima Kenya Mashariki kumuunga mkono naibu rais Profesa Kithure Kindiki na kuwataka wakazi kukataa siasa za chuki. Umesimama kwa barabara ambao haikuwa na rami, tumatango imewekwa rami. Ukienda hapo kwa hiyo barabara unaambiwa wanta. Sasa it has time that it is no longer about development. It's about hatred. And this hatred has been organized systematically by one person called Rigathi Gachagua. Wewe wa Munyoro, tunakuambia namna hii. Hautatukulia kwa mfuko kama njugu karanga. We are not stupid. We are not fools. Sisi si wajinga. Wewe ni mtu wa pande hii ya mlima. Wewe ni mtu ya pande hii ya mlima. Na tunasema namna hii. Katika kona hii ya mlima hii, huko na haki ya kuishi, kufanya biashara, kwenda shule, kufanya maneno yote. Sasa tudunde viwanjani. Rais William Ruto alihudhuria fainali za mashindano ya soka ya Genoa jana jioni katika uwanja wa Raila Odinga huko Homa Bay. Awamu ya 3 ya mashindano haya iliandaliwa na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, huku lengo kuu likiwa ni kukuza vipaji vya vijana mbalimbali nchini. Mshindi wa mashindano haya alitoa jumla ya shilingi milioni 1, huku nafasi ya pili akitinga shilingi 1500. Wanakuja wazima hapa, wanatafuta bao hapa. Kuna Mungu tunayemwamini na atatuwezesha tutimize maono ya taifa letu la Kenya kwenda mbele. I am very clear in my mind and I am convicted and committed to making sure that we take this country to the next level. Mtazamaji, wanaponawiri kwenye nyuga mbalimbali wa Kenya na mashabiki wao hushangilia, lakini kuna mengi ambao wanariadha hupitia kufanikiwa, haswa kunyanyaswa. Hii hapa ni taarifa ambayo Duncan Mutua ametuandalia, lakini makala haya kamili utayapata saa 3 usiku huu. We have people who come to Iten as predators. They come and prey on young girls. Hata makocha wenye tuko nao saa hizi wote ni mafisi. Unakuja hapa Iten unapata coach. Ukiwa mgeni tu kwa saizi wanajuanga huyu mwenye ameingia, huyu ni mboga ile kazuri. Kocha anakuja anakuambia kuja kwangu ukimbie time ndio nikupeleke. Au sasa ndio wako kwa ile mbaya saizi. Kwa sababu anakuja anakuambia ndakufanyia hivi na hivi na hivi, kuja ni ukimbie ndio uingie time nikupeleke. Kuna coaches nilikuwa napitia kwa wananiambia kama unataka tukusaidie, kama unataka nikusaidie, itabidi ufanye hivi na hivi tukue wapenzi ndio niweze kukutafutia race ngambo. Bila hiyo hakuna race utapata. Mtu kama huyu sasa unakuja unajiuliza kweli nilikuja kutrain ama nitafanya hivyo? No. Kila mtu ana fight na maisha yake. Hiyo ndio niliweza kuepukana na juu mimi napenda kusema the reality. Wanaume wanaumia tena zaidi, ni the same thing because wanaume wako na familia. Wanaifahamu lakini wengi sahi Kenya, unajua Kenya ni ufisadi. Pesa ndio, kama unaweza toa pesa kidogo unaweza pewa race, unayo chance ya kupewa race. Lakini ni kitu inajulikana na ufiasa.
Mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 Jumatatu ya leo. Asante sana kwa wote waliofuatilia, lakini kabla sijaondoka, ningetaka kumtakia dadangu kitinda mimba wetu Liz Mukami heri njema siku hii anaposherehekea kuzaliwa kwake. Kila la heri mdogo wangu. Nimekuwa wako Andrin Kilemi mtazamaji. Mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara si mwingine ni Catherine Simaloi. Kwa heri kwa sasa.